Kuna tukio kubwa sana linalotikisa dunia kwa sasa. Baada ya miaka mingi ya utawala wa kiongozi wa Iran, Ali Khamenei, ghafla jina jipya linaanza kutajwa kila mahali duniani. Jina hilo ni Mujtaba Khamenei. Lakini kinachoshtua dunia si tu kwamba amekuwa kiongozi wa Iran, bali ni kauli kali iliyotolewa na rais wa sasa wa Marekani, Bwana Donald Trump. Trump alisema wazi kabisa, sidhani kama kiongozi huyu mpya ataweza kuishi kwa amani. Kauli hii imezua mjadala mkubwa sana duniani. Lakini swali kubwa ni hili: je, Mujtaba Khamenei ni nani hasa? Na kwa nini uteuzi wake umeleta hofu, migogoro na maneno makali kutoka Marekani? Leo tutachunguza wasifu kamili wa Mujtaba Khamenei, safari yake ya kufikia madaraka, na kwa nini Trump alimkosoa hadharani. Stori hii na mambo mengi ya kushangaza kuliko unavyodhani. Karibu sana, na hii hapa ni 360 on air. Tafadhali msikilizaji, ni jambo la busara sana kama utasubscribe channel yangu. Yes, bonyeza hapo ambapo pameandikwa subscribe, then alama ya kengele, na wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata kila taarifa na simulizi ambazo tutakuwa tunaachia hapa. Mujtaba Khamenei alizaliwa tarehe 8 Septemba 1969 katika mji wa Mashhad nchini Iran. Alizaliwa katika familia ya kidini yenye ushawishi mkubwa sana. Baba yake Ali Khamenei alikuwa mmoja wa watu waliopigania mapinduzi ya Iran yaliyomng'oa mfalme wa Iran mwaka 1979. Baada ya mapinduzi hayo, Iran ilibadilika kutoka ufalme wa Jamhuri ya Kiislamu, na baadaye mwaka 1989 baba yake akawa kiongozi mkuu wa Iran. Na hii ilimaanisha Mujtaba alikulia katika familia yenye nguvu kubwa sana ya kisiasa ya kidini. Baada ya kumaliza masomo ya kawaida, Mujtaba alielekea kusoma elimu ya dini katika mji wa Qom, ambao ni kitovu kikubwa cha elimu ya Kiislamu nchini Iran. Huko basi alijifunza sheria za Kiislamu na mafundisho ya dini ya Shia. Baadaye alianza hata kufundisha wanafunzi katika seminari hizo, ingawa hakujulikana sana hadharani. Watu wa karibu na serikali walimchukulia kama mtu mwenye nguvu nyuma ya pazia, kwa sababu alikuwa na ushawishi mkubwa katika ofisi ya baba yake. Mujtaba pia aliwahi kujiunga na jeshi la Iran wakati wa vita vya Iran na Iraq miaka ya 1980. Baadaye aliendelea kuwa na uhusiano mkubwa na kikosi maarufu cha kijeshi cha Iran kinachoitwa Revolutionary Guard. Hiki ni kikosi chenye nguvu kubwa sana ndani ya Iran. Uhusiano huu ulimsaidia kupata ushawishi mkubwa katika siasa za nchi. Kwa miaka mingi, Mujtaba alikuwa mtu wa siri sana, lakini jina lake lilianza kujulikana sana mnamo mwaka 2009 wakati wa uchaguzi wa Iran. Baadhi ya wanasiasa walimshutumu kuwa alikuwa na mchango mkubwa katika kuongoza nguvu za usalama dhidi ya maandamano ya wananchi.
Kuanzia hapo, watu wengi walianza kumuona kama mtu mwenye nguvu kubwa nyuma ya serikali. Miaka iliyopita, watu wengi walikuwa wakijiuliza, je, Mojtaba anaweza kumrithi baba yake? Swali hili lilionekana la kushangaza kwa sababu Iran si ufalme, lakini pole pole ushawishi wake ulianza kuongezeka. Alijenga uhusiano na viongozi wa kijeshi na viongozi wa kidini pia. Hatimaye mwaka 2026 alichaguliwa kuwa kiongozi wa tatu wa juu wa Iran baada ya kifo cha baba yake. Na hii ilikuwa mara ya kwanza katika historia ya Iran mtoto kumrithi baba yake katika nafasi hiyo. Uteuzi wake haukupokelewa vizuri kabisa, na kila mtu alidhani kuwa ni mgawanyiko mkubwa sana wa kisiasa. Baadhi ya viongozi wa kidini walidai Mojtaba hana kiwango kikubwa cha elimu ya kidini kinachohitajika kuwa kiongozi mkuu wa Iran. Hivyo uteuzi wake ulizua mjadala mkubwa ndani na nje ya Iran. Baada ya uteuzi huo, rais wa sasa wa nchini Marekani, Donald Trump, alitoa kauli kali sana. Trump alisema hafurahishwi kabisa na uteuzi wa Mojtaba. Anaamini uongozi wake unaweza kuongeza mgogoro mkubwa sana, na hata akasema sidhani kama ataweza kuishi kwa amani. Kauli hii ilionekana kama onyo kali kwa serikali ya Iran. Kwa sasa dunia inaangalia kwa makini sana kinachoendelea, kwa sababu Irani ni moja ya nchi zenye nguvu kubwa Mashariki ya Kati, na kiongozi wake mpya Mojtaba Khamenei anaingia madarakani wakati kuna mvutano mkubwa na Marekani. Kuna migogoro ya kijeshi na siasa za dunia zimekuwa ngumu zaidi. Swali kubwa sasa ni, je, Mojtaba anaweza kudhibiti taifa hilo lenye nguvu, au mgogoro utaongezeka zaidi? Safari ya Mojtaba Khamenei ni moja ya stori za kisiasa zinazoshangaza zaidi duniani. Kutoka kuwa mwana wa kiongozi mpaka kuwa kiongozi wa taifa lenye ushawishi mkubwa duniani. Lakini kauli ya Trump imeacha swali kubwa sana. Je, uongozi wake utaleta dunia karibu na amani au karibu zaidi na migogoro? Muda utaamua. Karibu sana, na hii ilikuwa ni 360 on Air, na kukaribisha kwa maudhui mengine ya wakati ujao. Usiache kusubscribe channel yangu ya YouTube.